Bara mtazamaji wa Nakivona Sports, karibu kwenye mazungumzo ya moja kwa moja ama exclusive interview na miongoni mwa viongozi wa ZFF, shirikisho la soka hapa kisiwani Zanzibar. Na taarifa kubwa ni kuhusiana na mashindano ya kombe la muungano. Je, yanafanyika wapi? Ni hapa Unguja ama yanaelekea Pemba? Kama yanaondoka Unguja na kwenda Pemba, ni nini ambacho kimepelekea? Sababu ni zipi? Tunakwenda kusikia hayo yote kutokea hapa kisiwani Zanzibar. Ikumbukwe sisi tupo tangu takribani siku ya 3 leo kuanzia mchezo wa klabu ya Simba dhidi ya Stellenbosch, na sasa tupo katika ile road to Muungano Cup. Mimi ni Sike Freddy Eli Kapitano, lakini nyuma ya kamera ipo Madam Jackie, camera woman bora kabisa kwenye kizazi hiki cha Mama Samia. Moja kwa moja tunakwenda kuanza mazungumzo yetu, na yako kabisa uzuri kwamba Zanzibar vijana wengi mmepewa nafasi kubwa sana. Lakini kwa haraka watambulisho wa Tanzania wajue jina lako nani, nafasi yako ni ipi hapa ZFF? Karibu. Asante sana. Mimi kwa majina matatu naitwa Awadh Maulid Mwita, ni mwenyekiti wa kamati ya fedha na mipango ZFF, lakini pia ni mjumbe wa Excom, kamati tendaji ya Zanzibar Football Federations. Taarifa kubwa ni mashindano ya muungano kutoka hapa Unguja kuelekea Pemba. Watanzania wanatamani kufahamu mashindano haya ambayo makubwa yamerejea mwaka jana baada ya kuwa muda mrefu yalisimama. Nini ambacho kimepelekea mashindano haya kuondoka hapa Unguja na kuelekea Pemba? Asante sana. Kwanza tuwakumbushe tu kwamba mashindano haya yanaitwa ni mashindano ya muungano. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inahusisha nchi mbili. Lakini pia Zanzibar inahusisha visiwa viwili. Kwa hiyo tukisema Unguja bado tuko Zanzibar, lakini tukisema Pemba bado tuko Zanzibar. Kweli mipangilio ya mwanzo, ratiba ya mwanzo ambayo tulitoa kwamba mashindano yale yangeweza kufanyika katika uwanja mpya kabisa ambao umefanywa marekebisho wa New Aman Complex, ambapo ni kwa upande wa Unguja katika visiwa vya Zanzibar. Lakini kutokana na changamoto kama mnavyoelewa mambo ya football yalivyo, mwanzo tulipanga tuyacheze katika uwanja wa Aman, lakini kilichotokea ni kwamba baada tu ya kutoa ratiba yetu, wenzetu wa CAF waliona ile ratiba. Kama mnavyoelewa wanafuatilia kila kitu, na kama mnavyoweza kuelewa hapo mbele tuna mashindano makubwa ambayo ni ya CHAN, na Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zimeomba kuweza kufanyika mashindano hayo katika nchi yetu. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba baada ya CAF kuona ile ratiba yetu, waliamua kuwasiliana na sisi kwa busara kubwa, kwamba wameshauri, ulikuwa ni ushauri kwamba kutokana na mashindano haya kwamba yatakuwa ni mfululizo, na kama mnavyoelewa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya marekebisho tena kwa mara nyingine katika viwanja vile, baada ya kutoa nyasi zile za bandia na kuweka nyasi za asili ambazo hazihitaji mikiki ya mechi za mfululizo kwa mfululizo. Kama mnavyoelewa wenzetu nchi zilizoendelea ambazo zimetangulia zaidi ki-football au kimichezo, kila timu huwa ina kiwanja chake cha football ambavyo viwanja vile huwa ni nyasi asili. Sasa nyasi asili ukizichezea mara kwa mara manake zinakosa ule muda wa ustawi. Kwa hiyo unaweza ukaja mechi hizi zikaja kukawa labda kuna mashimo, na kama mnavyoelewa maintenance yake kwa nchi zetu za Afrika kidogo ni ngumu. Hivyo tulishauriana kwa pamoja na serikali kupitia wizara yetu hii ya michezo kwamba baada ya kuona umuhimu wa mashindano haya kuliko kuendelea kuvutana na wenzetu wa CAF, tukaona bora ni busara tukahamishia upande wa pili wa visiwa vyetu hivi vya Zanzibar, na wengine walishauri kwamba labda tungehamishia upande wa bara kwa sababu ni sherehe za muungano na hili kombe ni la muungano. Lakini kama mnavyoelewa jambo lolote linahitaji maandalizi. Kwa muda tuliokuwa nao ni muda mchache mno wa kusema tuanze kujipanga tena kwa ajili ya kwenda kucheza Tanzania bara. Pia kuna uhaba pia wa viwanja, pia kama mnavyoweza kutambua tumeona vilabu vyetu hivi vikistruggle navyo saa nyingine kupata viwanja kwa ajili ya kucheza mechi zao. Hivyo tukaona ni busara kwa vile na ule uwanja nao unahitaji pia kutangazwa, na ni moja kati ya tunu ambazo tuko nazo katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Si vibaya pia tukaenda kushiriki mashindano yetu haya kwa ufanisi mkubwa kuyahamishia katika visiwa vile vya Pemba. Nataka nisikie sasa kwa vilabu shiriki, taarifa hiyo umepokeaje? Of course taarifa yoyote ambayo ni tunaita short notice inakuwa inashtua, kwa sababu kivyovyote atmosphere ya Unguja na Pemba kidogo inatofautiana kutokana na mazoea, kwamba watu wengi wamezoea kushiriki mambo haya katika visiwa hivi vya Unguja. Lakini si jambo la kwanza, nadhani mliona katika kombe hili la Mapinduzi lililopita ambalo lilishirikisha timu za taifa, lilifanyika Pemba na watu walipokea vizuri. Hivyo wamelipokea positive, even kutakuwa kuna demands zitabadilika
kutoka yale ambayo walijipanga kwa ajili ya Unguja kwenda Pemba. Of course kuna vitu ambavyo vitakuwa vimebadilika kutokana na accommodations na vitu vingine, lakini pia kama mnavyoweza kuona mazoea, wengine hawajazoea katika visiwa vya Pemba, lakini kwa sababu visiwa vyetu ni vya utalii, ni fursa kwetu tutapata kuitangaza kisiwa pia cha Pemba kwa upande wa pili. Tarehe za mashindano, mara ya kwanza ilikuwa nasoma tarehe 23. Sasa mabadiliko haya yanakwenda kubadilisha labda tarehe za kwanza na kumalizika mashindano? Tumetoa ratiba mpya ambayo soon tutai-release baada ya kuona umuhimu na baada ya kuona hichi kilichotokea hafla, na kama tunavyoelewa vilabu vyetu vingine vya bara bado vinashiriki katika ligi kuu. Kwa hiyo tukaona tuwape muda kidogo angalau hii siku moja nyingine, kwa sababu kutakuwa kuna usafiri wa kutoka tena Unguja kuelekea Pemba baada ya ule kutoka bara kuja Unguja. Hivyo tukaona tuendelee kuwapa muda kidogo angalau tuwape tena difference ya siku moja, ya kwamba badala ya tarehe 23 mashindano haya ingependeza kama angalau yangeanza tarehe 24 ili kuzipa hizi timu angalau muda wa kuweza kupumzika na kufanya mazoezi vizuri zaidi. Mashindano haya ya Kombe la Muungano ni mashindano nyeti sana kwa sura ya kitaifa. Maana yake yanaweka hai au yanachachawisha ule muungano wetu. Vipi nafasi za wahisani ama wadhamini ama wadau ambao mnakwenda kushiriki nao? Mnatoa mashindano, yanatoka mashindano Unguja kwa sababu ambazo zizuiliki, yanakwenda upande huu wa Zanzibar lakini Pemba. Wadhamini mmezungumza nao na nini ambacho wamesema? Of course wadhamini ni watu ambao wanapodhamini kitu, kuna wakati kuna wafadhili na wadhamini, kuna tofauti. Wafadhili mara nyingi wamekuwa wakiangalia zaidi maslahi ya nchi na wakiangalia zaidi mahusiano, kutengeneza mahusiano katika mambo kama haya. Lakini wadhamini mara nyingi na wao vigezo vyao lazima uvimit ili na wao waweze kuona kwamba wanapata kile ambacho wamekiweka kinarudi, maana yake value of money inaonekana. Mara nyingi masuala haya yanakuwa yanaingiza serikali, na kama mnavyoelewa mahusiano mazuri ambayo wametengeza viongozi wetu, marais wetu wote wawili, ni mahusiano makubwa na wanajitahidi kukuza hizi sekta za michezo. Hivyo tuna imani wadhamini wetu hawa wataendelea kulibeba jambo hili, kwa sababu jambo hili ni jambo ambalo linaleta taswira ya nchi. Unapozungumzia muungano, sote tunaelewa kwamba inahusisha pande zote mbili za nchi yetu ya Tanzania. Hivyo tunawaahidi kwanza kwamba wataendelea kupata publicity ya kutosha, na pengine huenda wakapata zaidi ya kile ambacho wamekitarajia kukipata endapo tutashikana pamoja bega kwa bega kuhakikisha jambo hili linafanikiwa. Mwisho kabisa, ongea na Tanzania sasa. Mashindano yapo tarehe 24 sio 23, na hamasa yake itakuwaje na nini ambacho tutegemea kizuri wa Tanzania? Kwanza wito wangu kwa wadau, wapenzi wa soka wote, wananchi kwa ujumla, viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa taasisi, wakurugenzi, tunawaomba sana watushike mkono, watuunge mkono katika kuhakikisha jambo hili. Taswira yake ni mpira, lakini madhumuni kabisa ya haya mashindano ni kuendelea kukuza umoja wetu wa nchi, lakini pia kuendelea kuona tunaingiliana katika mambo tofauti na tunaendelea kudumisha muungano wetu. Hivyo na waomba wananchi wajitokeze kwa wingi katika kutunga mkono, mkiwemo na nyinyi waandishi wa habari, kwa sababu nyinyi ndio kila kitu. Bila waandishi wa habari hakuna habari. Kwa hiyo tunawaomba nyote kwa ujumla wenu tuungane pamoja kuhakikisha jambo hili linafana pale visiwani Pemba, na sisi tunawaahidi kuwapa mashirikiano 100%. Jina lako, nafasi yako? Awadh Maulid Mwita, mwenyekiti wa kamati ya fedha na mipango, shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF. Asante kwa mazungumzo. Mimi naitwa Isike Freddy, ripota wako kutokea hapa kisiwani Zanzibar, na hapa nipo makao makuu ya shirikisho la soka Zanzibar ZFF, na hii tunaelekea miaka 61 ya muungano wa Tanzania. Hile inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yake ni sisi wa Tanzania kwa pamoja. Mimi ni Isike, nyuma ya kamera yupo mwanadada jasiri, mtu chuma kabisa, champion Jackie. Ciao.